inabidi awaje ikiwa wewe unataka mafanikio makubwa? Yaani mimi natamani kupata mwanaume ambaye anajua nafasi yake, kwamba yeye ni mwanaume anatakiwa apambane, kwa sababu wanasema kwamba hata wewe alipambana lakini sio kitu ambacho anafanya. Yaani amejisacrifice. Wanaume wengi wamekuwa wakijitoa sadaka maisha yao kwa ajili ya kuwaridhisha wenza wao, lakini pia wamekuwa ni watu pekee ambao wanafanya madhambi mengi kwa ajili ya kuwaridhisha wapenzi wao, lakini mwisho wa siku maisha yanapokuja kubadilika, chanzo kinakuwa aidha ni wenza wao ama wale watu ambao pengine walikuwa wanawapambania. Kibaya yote kwa yote, wale ambao walikuwa wanawapambania huwa wanageuka na kuwa maadui zao. Hayo na mengine mengi unaenda kusikia kwa mkasa wa mwanadada hapa ambao aliolewa na mwanamume huyo ambaye alisacrifice maisha yake kwa ajili ya maisha bora ya familia yao, lakini mwisho wa siku matokeo ambayo yametokea sio yale ambayo yalitarajia. Kifupi, mambo yalienda mrama. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho kwenye kusikiliza huu mkasa mzito ambao siku ya leo utaenda kufundisha na kukuelimisha namna ambavyo dunia ina watu wasio wa kawaida. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kupitia katika channel hapa, basi nikuombe chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, make sure unabonyeza hayo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kwamba na familia hai kutokupitwa na habari, updates na matukio yote ambayo mara zote nitakuwa nakuwekea. Hii ni dunia ambayo imejaa watu wa aina mbili, wale ambao wanatarajia kitu kutoka ni kitu kwa miujiza na wale ambao wanatarajia kitu kwa juhudi zao binafsi. Wengi wakiona mtu kapata wanaamini ni miujiza, lakini kimsingi zilikuwa ni juhudi zao binafsi. Samahani kwa kuchelewesha, lakini na imani utakuwa umesubscribe na umeelewa kile ambacho unaenda kukisikia siku ya leo. Ni mazito na ni mkasa wa kweli ambao utaenda kukufungulia dunia na kukuweka wazi kwamba tupo kwenye dunia yenye picha ya aina gani. Madam, habari? Salama. Umependeza sana. Asante. Uko poa? Niko poa. Maisha yanaendaje? Namshukuru Mungu yanaenda. Kwa namna ambavyo maisha yenu yamebadilika ghafla, unahisi Mwenyezi Mungu amewafundisha nini kwenye hii dunia? Yaani katika maisha kitu kikubwa ambacho kinatakiwa ni subira na kumwamini Mungu na kufanya kazi kwa bidii. Okay. Ndio. Sawa. Tumekuwa tukifuatilia maisha ya wengi, tumekuwa tukiona kwamba wengi walifanikiwa kwa njia za kishirikina na mwisho wa siku mali zao zikapotea. Ni mara chache sana watu wamefanikiwa kwa njia za kwenda kanisani. Unahisi kuna nguvu gani kwenye mafanikio kati ya ushirikina na huku makanisani ambako pengine watu wanaambiwa tumia maji ya upako, tumia mafuta ya upako hivyo? Unahisi hizi nguvu zinazidi sana wapi? Kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukikutana na story kwamba watu wanaoenda kwa waganga wa kienyeji wanafanikiwa zaidi. Yaani naweza sema kanisani au sehemu ambazo watu wanamwamini sana Mungu inakuwa na nguvu kubwa, lakini ni kwa uchache. Lakini kwa watu ambao wanaenda kwa waganga wa kienyeji, ushirikina, wanafanikiwa ndio, lakini kuna the way inakuwa na effect, kwa sababu kwa mfano maybe kama mimi ambavyo tuliishi maisha mazuri lakini mwisho wake ukawa ni mbaya. Lakini kwa wale ambao wanaenda makanisani wanamwamini Mungu, maisha yanazidi kuwa mazuri, japokuwa ndio kuna kushuka na kupanda, lakini huwa haina madhara sana kama ambao waenda kwa waganga wanatumia ushirikina. Ikiamua kupotea inapotea hivyo. Sawa sawa. Ndio. Umeishi na mtu ambaye alipambania maisha yenu yawe bora. Unahisi kuto kukushirikisha wewe vile maamuzi ambayo aliyafanya baadaye, alikuwa anahofia nini kutoka kwako? Yaani kitu ambacho alikuwa anahofia kikubwa labda ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye nilikuwa napenda sana dini, mambo ya kanisani, na nilikuwa na uhaba sana kuamini kwenye mambo ya kishirikina. Kwa hiyo nahisi labda nilikuwa sababu kubwa yeye kuogopa kunishirikisha hivyo. Okay. Ndio. Mtazamaji, natamani tuanzie mwanzo ili uweze kuelewa kitu gani ambacho tunaenda kukizungumzia. Lilikuwa ni picha tu, tunaanza namna ambavyo maisha mazima yalikuwepo mpaka hapa tumefika siku ya leo. Ni mkasa kidogo ambao utaenda kukusisimua, na ndio maana nikakwambia awali hakikisha unakuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Napenda nifahamu namna ambavyo huyo baba wako, mwanaume wako ulikutana naye, alikuwa katika mazingira gani? Alikuwa ni mwanaume mwenye sifa gani? Lakini pia je, alikuwa ni mwanaume wa ndoto zako? Kwa mwanaume wa ndoto, hiyo ilitokea baada ya mimi na yeye kukutana.
kwa sababu kwa mara ya kwanza wakati anakuja alinikuta kwenye biashara yangu, nilikuwa nauza juice, bites, juice za matunda. Alikuwa ni mteja wangu tu hivyo, tukawa tunaendelea, mwisho wa siku tukawa marafiki. Na baada ya urafiki, yani ni mtu ambaye kidogo alikuwa ni mshauri, alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuongea vitu ambavyo ni vya mafanikio. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo siku zilivyozidi kwenda urafiki, tukajikuta tumeingia kwenye mahusiano. Ndio. Manake kiufupi ni yale mahusiano yalianza vizuri. Wanasema mahusiano yanaanza na urafiki, baadaye uchumba ndo huaga yanakuwa imara zaidi. Ni mahusiano yaliyonyoka tuseme. Ndio, ilikuwa hivyo. Naamini kabisa mlipendana, hamkuingizana tamaa, huyu akawa anamtamani mwenzie kwa hiki na huyu akamtamani mwenzie kwa hiki. Ni kweli, kwa sababu sio kwamba alikuja labda na magari, akaja na mapesa mengi. Hapana, alikuja tu kawaida, yani yani kama maisha ambayo tunaishi siku zote, ya maisha yetu ya kawaida hivyo. Okay. Alikuja kwa namna hiyo. Sawa. Ndio. Ilichukua muda gani mpaka maisha yenu yakabadilika? Na unahisi kitu gani kilimsukuma akaenda huko kuchukua hizo hela za madawa kama ambavyo alienda? Yaani ilichukua muda gani mpaka akasema haya maisha nimechoka, lakini pia mpaka akaenda huko ilichukua muda gani mpaka nyimkawa na mafanikio? Kwa haya mafanikio tayari sasa hivi tupo kwenye link ya utajiri. Toka tunaanza mahusiano mpaka inafika kipindi ambacho sasa tumeona mafanikio ya utajiri, ilichukua kama miaka 2 hivi. Okay. Ndio. Sawa. Unahisi alisukumwa na nini mpaka yeye kusema haya maisha bwana mimi naona iwe basi? Ni ugumu wa maisha, kwa sababu wakati tunaanza mahusiano ndivyo maisha yalikuwa ni ya kawaida, kama nilivyosema tangia mwanzo. Maisha yalikuwa ya kawaida hivyo, natoka asubuhi naenda kupambana, naenda kupambana kazi za fundi ujenzi, kama unavyojua ni kazi za msimu. Kwa hiyo unakuta kuna kipindi kinafika hana kazi, alafu majukumu, vitu kama hivyo. Okay. Tunaendelea kupiga story na mrembo huyu ambaye pengine unaenda ni namna ambavyo watu wanapambania ndoa zao ziwe na furaha, ni namna ambavyo watu wanapambania kuwaridhisha wenza wao ama wapenzi wao. Imefikia wakati wanaingia kwenye njia ambazo pengine wenza wao wanakuja kuwatafsiri kama ni watu ambao wana imani za kishirikina. Ndio kitu pekee ambacho mrembo huyu kimeweza kumjengea picha hiyo kwamba mume wake alikuwa ni mwanaume wa aina gani. Tunapiga story, cha muhimu uweze kuelewa ni nini ambacho kipo, lakini pia ni mambo gani ambayo yanaendelea. Madam, uko poa? Niko poa. Maisha yanaendaje? Mungu anisaidia. Naona licha ya matatizo lakini bado naendelea kustahimili mambo. Ndio kitu ambacho kinatakiwa, kwa sababu ukiendelea kuyabeba, ukaendelea kuwa nayo, kuna the way yanapunguza ile uwezo wa mtu kufanya kazi kuwa sawa. Okay. Ndio. Hivi kwa mara ya kwanza mali zinaanza kupukutika, ulihisi mmemkosea nini Mwenyezi Mungu ile kibinadamu kabla hujajua chochote ambacho kipo nyuma kamera? Yani baada ya mali kuanza kuporomoka, kitu kikubwa ambacho nilifikiria kwamba nimemkosea Mungu ni vile ambavyo kweli mimi nilikuwa nasali, nilikuwa naenda kanisani, natoa sadaka, lakini ile mume wangu yeye yuko busy. Ukimwambia kuhusu mambo sijui ya kusali kanisani, hakuelewi kabisa. Kwa hiyo nikasema labda tumepunguza ile ukaribu na Mungu kama mwanzo ambavyo ilikuwa kabla ya matatizo. Okay. Ndio. Kitu gani ambacho kilitoweka ghafla ukaona ni pigo kwenye maisha yenu ya nyumbani ambao mmekuwa mnaishi? Yaani kitu gani ukaona hichi kimetoka na hichi kimetoka, yaani ukaumia sana? Nakumbuka wakati tumeingia kwenye mahusiano, sikuwa ni mrahisi kubeba ujauzito. Kwa hiyo ule ujauzito wangu kwanza ambao nilikuwa nimeubeba, alafu ukaja ukaharibika, yani kwa mazingira ambayo hata mwenyewe sikuelewa. Ile kitu ilinipeni sana, kwa sababu ukiangalia tumekuwa kwenye mahusiano miaka 2, nimehangaika sana kupata ujauzito, alafu yani kwa sababu ambazo hazieleweki, kuharibika, kupotea, kwa kweli niliumia sana. Okay. Ndio. Mtazamaji, ni mkasa fulani hivi. Hizo zilikuwa ni zile chombezo ambazo pengine unaenda kusikia mbele zaidi, lakini nikuombe hakikisha unafuatilia mkasa huu mwanzo mpaka mwisho. Utaenda kukufundisha, lakini maisha ambayo watu wanayaishi na wanavumilia na wanaishi na vitu vingi sana kwenye mioyo yao. Napenda tupitishe tangu mwanzo kwamba huyo mtu umekutana naye vipi, mazingira yalikuwaje mpaka ukaingia naye kwenye mahusiano mpaka kama mume wako rasmi.
Kwenye mazingira ambayo mimi na yeye tulikutana, kwa mara ya kwanza tulikutana kwenye biashara yangu ile ya matunda, kuuza juisi za matunda hivyo. Alikuja pale, akaniambia huwa nasikia kuhusu wewe, kuhusu biashara yako, ni mchangamfu, unatoa huduma nzuri hivyo. Kwa hiyo na yeye akawa ni mteja, tukawa marafiki, tukawa tunashauriana mengi, hatimaye uchumba, ndoa. Okay. Ndio. Manake ni watu ambaye mlipendana kiufupi, manake wewe hukumpendea chochote, lakini pia yeye alipenda namna ambavyo una roho nzuri. Ndio kitu ambacho alikuwa anasema sana kwamba nimekutana na wanawake wengi, lakini kuna dhaifu tofauti. Ni mtu ambaye unajali, una moyo wa huruma, unajituma, ni mtu ambaye unafikiria mara zote mafanikio na huko unapambana. Ni wanawake wachache wa namna hiyo. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa ambacho alikuwa anapenda kuniambia hivyo. Okay. Sawa. Maisha yenu yalibadilika baada ya muda gani? Lakini pia napenda nifahamu namna ambavyo mabadiliko yalikuja. Ilikuja tu ghafla au ilikuwaje kazi yake ambayo alikuwa anaifanya, na mafanikio yalikuja mpaka hapa mbona kama kuna namna tumebarikiwa sana? Yeye alikuwa ni mtu huyu ambaye anafanya kazi za ufundi, kupaua, muda mwingine anajenga, yani ni mtu mwenye connection ya ujenzi, vitu kama hivyo. Lakini the way ambavyo kufanikiwa, kuna kipindi kile ambacho ajira zinakuwa chache, uhaba wa kazi, akawa anafikiria sana, anasema yani sasa hivi ni mume wa mtu, una ujauzito, alafu maisha bado hayaeleweki. Akawa ni mtu mwenye mawazo sana. Akamwambia lakini usijali, Mungu yupo. Kuna maombi, tunaweza tukaenda kanisani hivyo, tunatoa sadaka. Akaniambia sawa. Lakini baada ya muda kwenda, nikaona ni mtu ambaye hata ile kwenda kanisani hivi, kujitoa hivi labda sadaka, akaacha kabisa. Nikauliza tatizo ni nini? Ananiambia hamna tatizo, hivyo tu naona bora nipambane na vitu vingine. Ananiambia vipi? Ananiambia hamna, lakini ipo siku tu hali itakaa sawa. Akamwambia sawa, haina shida. Hivyo. Sawa, nataka nifahamu kitu hapo kwamba akisema mtu ana maisha magumu, kuna namna labda mlikuwa mnafeli kula yenu, labda makazi yalikuwa changamoto, kuvaa kwenu kulikuwa shida. Yaani kitu gani ambacho unahisi kilikuwa kinamuumiza sana? Ni yale mafanikio makubwa au kuna namna ambavyo kuna vitu vilikuwa vinafeli mpaka yeye anakuwa anaumiza kichwa kiasi hicho? Yaani kwenye vitu ambavyo vilikuwa labda vinamuumiza kichwa sana ni ile, kuna wakati labda ile biashara haiendi, inaingia hasara, na mwingine yuko nyumbani, napambana mwenyewe, kipato ambacho tunapata ni kidogo, mara kuumwa, kodi, vitu kama hivyo. Yani kuna dada alikuwa anawaza sana. Ndio, unakuta kuna wakati mwingine ndio hivyo anaenda kazini na yeye anaenda, lakini anakuja alichopata kidogo. Au mimi ambavyo nimeenda kwenye biashara narudi labda hiyo siku biashara haijatoka. Kwa hiyo unakuta mapato ni kidogo, afu ukiangalia kuna kula, kuweka akiba, sehemu ambayo tunakaa, kulipa kodi, bili, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna dada akawa yuko very stressed. Okay. Ndio. Ulihisi umeingia kwenye ndoa ya aina gani? Kwa mara ya kwanza ni zile shida ambazo tulikuwa tumepitia, kwa sababu na mimi pia ni mpambanaji. Nikawa nachukulia tu ni ndoa ya kawaida, ndoa yenye furaha, tunachopata kidogo, tunashukuru Mungu. Na sio kwamba labda nilikuwa labda ni mtu mwenye tamaa kiasi kwamba labda nataka mavitu makubwa, hapana. Ila kiukweli ilikuwa ni ndoa nzuri kwa sababu tulikuwa tuna furaha, tunaishi vizuri, tunapendana, anaheshimu, anajali. Hivyo. Okay. Ndio. Wakati ambao mafanikio yanakuja, yalikuja kwa nini? Kwa hali gani? Yaani labda alipata hela ghafla, alijenga nyumba ghafla, alikuwa labda uliona kuna masharti anayatumikia. Yaani hizi hela zilikujaje? Yaani ulionaje hela zimekuja ghafla kwenye maisha yenu labda ambao mlikuwa mnaishi? Kwa sababu nilikuwa mjamzito kipindi hicho, mimba miezi 6 ile imefika. Ilitokea tu yani bila tu sababu ile mimba kuharibika, kwa hiyo nikawa nimeenda hospitali vile. Nikaa kama siku 3 hivi. Narudi nyumbani, anambia mke wangu, usijali, umeenda hospitali lakini kumekuwa na baraka. Nikamwambia baraka gani? Ananiambia kuna kazi nimepata. Kuna mtu amekuja anahitaji kuwekeza kwenye majengo, kwa hiyo
kuna dhahiri nitalipwa vizuri. Nikamwambia sawa basi, ni jambo jema, jambo la kumshukuru Mungu. Hivyo baada ya hapo akaniambia, mke wangu usijali, sasa hivi nimeshapata hela, tutanunua nyumba nzuri, nitakufungulia biashara kubwa. Nikamwambia sawa, haina shida, kwa sababu yote haya ni neema ya Mungu. Kwa hiyo ndio hivyo, akanifungulia biashara, akajenga nyumba, akanunua maeneo, akawekeza kwenye kilimo hivyo. Okay. Ndio. Maana yake uliona kabisa kwamba hizi hela labda hukujua chochote, yani uliona tu kama hizi hela labda kwenye kazi huko ambako anajishughulisha kila siku. Ndio, kwa sababu mimi nilipotoka hospitali ndio ile akaniambia, mke wangu nimepata kazi, kuna mtu amekuja anataka kuwekeza kwenye majengo mengi, kwa hiyo nitalipwa pesa nyingi. Nikamwambia sawa, haina shida, kwa sababu ni kazi ambayo unaitolea jasho, haina shida. Kwa mimi sikujua chochote, ni ile tu alikuja kwa sababu naamini kwamba ni fundi ujenzi, huwa anadili kwenye majengo. Kwa hivyo niambia kuhusu majengo, hata sikuwa na shaka lolote hivyo. Ndio. Okay. Sawa. Wakati ambao mafanikio hayo mnayo, napenda nifahamu, mlikuwa mnafurahia tu au kuna namna, kuna vitu mzee alikuwa anasema hivi hamna? Kwa sababu kuna utajiri mwingi, kuna wengine utaona kwambia kuna chumba usiingie, kuna wengine yani kuna masharti hivi. Maisha yenu yalikuwa ni yale yale au kuna kitu kilibadilika kwenye maisha yenu yale ambayo mlikuwa mnaishi kila siku? Licha ya kuwa mmetajirika, najua maisha yatabadilika tu, lakini kuna ile kwamba labda masharti mtu anatumikia, labda kuna vitu tunaona huvielewi. Alikuwa yuko sawa, kuna vitu vilibadilika? Kuna vitu vilibadilika. Kwa mfano, kwenye upande wa vyakula, kuna vyakula alikuwa hatumii kabisa, kama vyakula vyenye viungo vingi. Kwa mfano, labda nikisema nipike pilau, anambia hapana, kuna maviungo mengi, unaweka vitu vingi, hiyo harufu hapana. Naambia kwa nini? Wakati mara kwanza anambia hapana, sasa hivi situmii vitu kama hivyo. Sawa, basi ikawa hivyo. Lakini kama masharti sijui usiingie kwenye chumba, hapana. Lakini wakati huo akawa ni mtu ambaye kabisa hataki kusikia kuhusu mambo ya ibada. Nikamwambia sasa hivi ni usiku tusali, ananiambia hapana, ukisali inatosha. Twende kanisani, hapana, leo niko busy. Yaani busy mwingi, ibada hakuna hivyo. Ndio. Okay. Sawa. Maana yake tatizo ilikuwa tu tuseme pesa ilimchanganya, ilimbadilisha, tuseme kawa anaamini zaidi ya walimwengu kuliko ya kanisani. Ndio hivyo, yani maana ukimwambia kuhusu ibada haelewi. Ukimwambia basi sawa, yani ndio kwenda kanisani, utaki basi toa sadaka, jaribu kufanya vitu vingine ambavyo vinaleta uwepo wa Mungu, hataki kusikia. Ndio hivyo. Okay. Sawa. Mlizifurahiaje zile mali? Mali tulizifurahia kwa sababu kukawa mna ile machangamoto, lakini kuna tatizo hapo katika ile kuwa na pesa nyingi. Tulikuwa tunafurahia, lakini ikifika kipindi cha mimba, miezi 6, miezi 5 inaharibika. Yani kwa hiyo ikawa ndio iko hivyo. Ilikaa mali zenu mmekaa nazo miaka mingapi mpaka zikaanza kuharibika ama kuteketea? Tulidumu muda mrefu, yani ni kama miaka 5 hivi 6. Maisha yalikuwa yako vizuri kabisa. Ndio. Miaka 6 yote mlikuwa hamjabahatika kupata mtoto, mkipata ndo anaharibika namna hiyo? Ndio. Yani kibeba ujauzito unaharibika. Nikaa baada ya muda nikaenda hospitali na shauri, basi sawa, sasa hivi pumzika, usikae ukae muda mrefu, pumzike. Na pumzika, lakini ndio hivyo, ikitokea nimebeba miezi 5, 6 inaharibika, miezi 5, 6 inaharibika hivyo. Kama mtu ambaye mmefanikiwa ndani ya nyumba, na tunafahamu furaha huwa ni watoto, familia, manake baba, mama na watoto. Watoto hamna. Ilikuwa inakuumiza kiasi gani kama mama ambaye pengine ilibidi ujivunie mtoto wako kumzaa mwenyewe? Kiukweli ilikuwa inaniumiza sana, kwa sababu labda ndio mna pesa, mna maisha mazuri, lakini vile ambavyo labda mmetoka mnaenda mahali unashangani, sawa ndio unakuta wazazi wengine ndio hawana pesa, lakini kuna ile furaha ya mtoto. Unaona mama amepakata mtoto wake ananyonyesha, yani kuna dhewe nilikuwa najisikia vibaya. Ukiangalia ni muda mrefu, miaka 6 tangu ndoa, hakuna mtoto, ndio hivyo ikitokea anaharibika. Kuna dhewe nilikuwa najisikia vibaya, yani nilikuwa hivyo. Okay. Ndio. Pole sana. Asante. Ukimshirikisha mume wako kuhusu habari za mazingira hayo, ujauzito kuharibika, alikuwa anapokea vipi ukimshirikisha?
Yaani ile ikitokea niambia mume wangu hili tatizo limekuwa kubwa, lakini pia tukiangalia labda chanzo kikubwa ambacho kinasababisha mimba kuharibika, mbona sio tatizo sana? Niambia amna, ni mipango tu ya Mungu. Kama Mungu akipanga itatokea. Yaani ni mtu ambaye alikuwa hapendi sana uongelee kuhusu habari za mimba kuharibika. Yeye ambacho alikuwa ananiambia tu kwamba ni Mungu mwenyewe, ipo siku atatubariki tutapata. Hivyo. Na kwa sababu ni mtu wa dini basi unamwachia Mwenyezi Mungu. Ndio hivyo, nikawa nasema kwa sababu naamini Mungu na Mungu huwa anatenda kwa wakati sahihi. Nikawa na imani kwamba nitapata tu, kwa sababu kila kitu kinakuja. Yaani ndio tunapitia changamoto lakini mwisho wake unakuwa ni mzuri. Okay. Ndio. Kwenye masuala ya uzazi huwa kunakuwa na imani nyingi sana. Tunafahamu hata mtoto akizaliwa kuna namna wanasema wanamepusha na roho za husda. Wengine wanamvalisha shanga, wengine wanamvalisha kamba, wengine wanamvalisha siuzi. Yaani kuna imani nyingi sana ambazo pengine sio za kichawi lakini ni namna ambavyo mila zinadai. Ushawahi kuamini kwamba labda mimba yako inaharibika kwa sababu za kiushirikina au kwa sababu ya mila hizo ambazo pengine watu wanazo? Hapana, ni kwa sababu nilikuwa ni mtu yule ambaye naamini sana katika imani ya Mungu na sali. Ndio nilishawahi kuongea na watu baadhi marafiki, wakawa wananiambia sio hali ya kawaida, labda kuna mtu anawaonea wivu au labda umelogwa. Nikamwambia hapana, hiyo sikuwa rahisi kiasi hicho. Wakawa wanishauri basi hata niende kwa waganga kijijini, niende nikaangalia. Nikamwambia hapana, naamini katika Mungu kwa sababu yeye ndio muweza wa yote, anaweza akafanya yote. Okay. Hivyo yaani ndio kitu kikubwa ambacho nilikuwa naamini. Sikuwa naamini kabisa kuhusu mambo ya uchawi na ushirikina. Au hizi imani nyingine sijui kwamba, yaani sikuwa naamini huko. Kikubwa tu ambacho nilikuwa naamini ni kumwangalia Mungu kwa sababu yeye ndio muweza wa yote. Hivyo. Sasa. Ndio. Kwa mara ya kwanza mali zenu zinaanza kuteketea, mlipoteza kitu gani hasa? Yaani kitu gani ambacho kilipotea ghafla ukiachana huyu mtoto na nini kwenye hizi mali ambazo mnazo? Kitu gani ambacho kilipotea ghafla na unahisi mistake ilianzia wapi, matatizo yalianzia wapi mpaka mkapoteza vile vyote ambavyo vilipotea? Kuna siku alikuwa amesema kwamba anasafiri anaenda kwenye makazi yake huko. Nikasema sawa, haina shida. Sasa nikawa nimebaki nyumbani pale peke yangu kwa sababu hata kule kwenye biashara aliweka watu, akaniambia mke wangu sasa hivi unatakiwa upumzike. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nilivyokuwa pale nyumbani nikasema hapana, kwa nini leo nisipike chakula ambacho napenda? Basi nikaingia zangu jikoni, nikapika pilau nakumbuka, nikaandaa vizuri, nikawa mezani nakula. Huwezi amini, aliniambia kwamba atakaa kule ndani ya siku 3 lakini ilikuwa ni mida ya mchana. Huwezi amini, saa 6 usiku alirudi. Nikamwambia mbona umerudi? Ananiambia leo umefanya nini? Nikamwambia mna kitu nimefanya. Anambia ni kweli? Nikamwambia kweli. Akaniambia leo umepika nini? Nikamwambia nimepika pilau. Akaniambia si nilikwambia usipike vyakula vya harufu mundani, na mimi nilishakwambia kwamba situmii. Nilishakwambia kwamba kama unataka utoke uende ukale huko lakini kupika ndani usipike. Nikamwambia sasa kwani kuna tatizo gani? Akaniambia tatizo lipo lakini hujafanya vizuri. Nikamwambia sawa, basi naomba unisamehe kama nimekosa. Akaniambia hivi unafikiri inaweza ikawa kirahisi namna hiyo? Nikamwambia sasa ni kosa lipi kubwa ambalo nimefanya ni kupika, kula, alafu iwe na changamoto kubwa kiasi kwamba mpaka unijibu kiasi hicho? Akaniambia sawa, kama unaona ni kawaida, yani umefanya kitu cha kawaida sawa. Basi usiku ule ukapita, asubuhi na mapema akaondoka. Akamwambia sasa mbona sio kawaida kuondoka asubuhi namna hii? Ambia hapana, kuna mahali naenda. Akamwambia sawa. Alivyoondoka baada ya muda mfupi, yani baada ya muda, maana aliondoka kwenye saa 12 hivi asubuhi. Ilifika mida ya saa 4 hivi, saa 5 kasoro pale, rafiki yake akanipigia simu. Akaniambia Shemu uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Anambia mume wako amepata ajali. Nikamwambia ajali? Akaniambia ndio, amegongwa. Kaambia ilikuwaje? Yani imekuwaje kuwaje? Akaniambia hamna, usifikirie yote hayo nini, njoo hospitali umuone. Sawa, nikatoka nikaenda. Lakini wale marafiki zake, yani kuna dheweni walikuwa wananiangalia kama vile kuna kitu nimekosa. Ngambia kwani shida iko wapi? Mbona kuna dheweni mnanitreat yani kama vile mimi ndo mkosaji, ndo sababu. Akaniambia hamna, ila tu ndo hivyo, kwa makini na nani na mumeo. Basi wakaondoka. Kaniacha pale, akaniambia pole shemeji. Kaambia asante. Sasa baada ya yeye kuumwa pale, ndo pesa zikaanza nile kutokuonekana dukani, hamna wateja.
Yaani vitu kama hivyo. Okay. Ajali aliumia sana kwenye hiyo ajali ambayo alipata? Hakuumia sana, ila tu kuna infection alipata kwenye mguu. Kwa hiyo ndo akawa yuko pale hospitali amepumzika. Okay. Ndio. Sawa. Alivyokuwa anakuambia usipike vyakula vyenye viungo, napenda nifahamu, mara ya kwanza alikuwa anatumia na baada ya kupata pesa akasema hivi vitu atakuwa hatumii, au yeye ni maisha yake alikuwa tu hatumii? Yaani mara ya kwanza kabla ya pesa kuja, yaani chochote kile ambacho kinapatikana tulikuwa tunakula. Kwa hiyo ikifika labda siku nimejisikia kupika chochote chenye viungo kisichokuwa na viungo, alikuwa anatumia vizuri kabisa, yaani bila matatizo yote. Lakini ndio hivyo, alipopata pesa akaniambia hapana, sasa hivi sitaki vyakula vyenye viungo mengi, tumbo langu kuna dhahiri litakuwa linachafuka. Nikamwambia sawa, haina shida kama ndio hivyo. Hivyo kwa hiyo ni ikawa sio mtu wa kutumia vyakula yenye viungo, yaani kama labda ni mboga unapika tu kawaida, labda kama ni mboga za majani, mboga, vitunguu, mafuta. Kama ni mboga ya mchuzi hivyo utaweka nyanya, vitunguu na mboga ambayo inapikwa. Basi yaani alikuwa hataki kabisa kuhusu habari za viungo. Ndio. Okay. Sawa. Matatizo kwa binadamu ni kawaida, na nadhani hata baada ya kutokea hiyo changamoto ulichukulia ni changamoto ambazo binadamu inabidi apitie. Yeye alikuwa ana react vipi wakati yupo hospitali? Yaani alikuwa ni mtu ambaye ana matumaini gani zidi ya kile ambacho kimetokea, kwa namna ambavyo unamuona na kwa namna ambavyo umeishi naye kama mume wako? Kipindi yuko hospitali alikuwa ni mtu mwenye hofu sana. Nikamwambia hiyo sio nzuri, kumbuka bado unaumwa, alafu unakuwa ni mtu mwenye mahofu, una mawazo muda mwingi. Kila kitu kwa sababu ni mpango wa Mungu ameamua, utakaa tu sawa. Lakini yani sio kwamba alikuwa bado ni mtu mwenye matumaini kwamba akitoka pale yani maisha yake yataendelea kawaida. Nikamwambia ni kwa nini? Ananiambia hamna. Ile tu ndio hivyo, yani kuna dhari nawaza sasa hivi naumwa, kwa hiyo kuna vitu vitakuwa viendi. Nikamwambia vitu gani, mbona mimi nipo? Anambia hapana, kuna vitu tu haviko sawa. Nikamwambia sawa basi tuombe tu Mungu upone mapema. Utoke turudi kwenye maisha hivi, vitu ambavyo unasema kwamba mimi siwezi kuvisimamia. Urudi usimamie mwenyewe. Akaniambia sawa, haina shida. Hivyo. Sawa. Alipona, na baada ya kupona kitu gani kiliendelea? Kwa sababu mwisho wa siku mtu wa kiume lazima apone tu bwana. Alikufa? Hapana, alipona akarudi nyumbani. Lakini nakumbuka kipindi hicho wakati anaumwa nilikuwa tena nina ujauzito wakati huo. Basi nikawa namuuliza usiwe hivyo mtu mwenye stress mawazo. Kuna dhani na mimi pia nitakuwa nawaza, alafu ukiangalia ndio kiumbe daktari amesema kwamba niwe mtulivu, nisiwe na mawazo, sitaki kuwa na pressure. Basi jaribu kuwa na wewe sawa ili na mimi hali yangu izidi kutengamaa vizuri. Akaniambia sawa, lakini kuna mambo tu yako. Sasa mimi mambo gani? Niambie nifungukie, niambie ukweli. Akaniambia hapana, yaani utaelewa tu, kuna wakati ukifika utajua. Basi hivyo tulikuwa tunaishi hivyo, ni mtu ambaye ana hofu, ana mawazo hivyo. Okay. Ndio. Ulikuwa ulihisi chochote kipindi chote yote haya yanatokea? Ulihisi kuna namna ambavyo maisha yenu mmeyakosea, au ulihisi hofu yake ni kurudi kule kwenye maskini ambako pengine alitoka? Ulihisi nini? Kikubwa ambacho nilihisi, kwa sababu kile kipindi wakati anaumwa pesa nyingi ndio zilitumika, licha ya kwamba alikuwa na bima, vitu kama hivyo, kwa sababu watu wenye pesa lazima wawe na bima. Pesa nyingi zilitumika. Akaniambia mke wangu, pesa nyingi sana zimetumika, uchumi utashuka. Nikamwambia utashuka kivipi wakati biashara ziko nyingi? Ananiambia hapana, yani naona tu hivyo. Nikamwambia pesa ambazo zimetumika sio kwamba ni kiasi kikubwa ambacho labda kinaweza hata kufikia mitaji ambayo umewekeza huko kwingine. Ananiambia hapana, yani mimi kile ambacho naongea unakuwa na maana. Nikamwambia maana ipi? Niambie. Anambia amna, ila tu nahofia kwamba tunaweza tukaporomoka kiuchumi. Nikamwambia kivipi wakati kazi zinaendelea wakati wote? Anambia hapana, hivyo tu. Yani ni mtu ambaye yani alikuwa anahofu sana, kama vile kuna yani kwenye uchumi kama vile tutaterekani, ndio hofu yake kubwa ilikuwa hapo. Okay. Ndio. Yeah. Baada ya kupona na hayo yote kutokea, umesema wateja walianza kukosekana dukani kwenye biashara zenu. Lakini pia yeye mwenyewe kuna baadhi ya vitu vilianza kupotea. Napenda nifahamu vitu kama nyumba, magari na vitu vingine ambavyo ni physical ambavyo vinaonekana vilipotea kwa mazingira gani? Mliuza, viliungua moto, vilifanyaje mpaka vikateketea, vikapotea, mkawa hamnavyo leo? Yani kwa mfano kama tulikuwa tumewekeza kwenye hizi bodaboda, bajaji,
kuna kipindi ikawa kinafika yani pikipiki zinapata ajali ovyo, mabajaji haya yani unakuta yanapata tu machangamoto. Naambia basi jaribu kutengeneza pia na mke wangu, yani kwa sasa hivi siko sawa. Tulikuwa tuna nyumba ya kupangisha, huwezi amini ni bila sababu tu yani ilitokea sijui ni shoti ikaungua. Hivyo yani kwa kuna baadhi ya vitu vingi sana vilipotea wakati ule. Okay. Ndio. Sawa sawa. Kwa namna ambavyo nyinyi mlikuwa na hayo mafanikio, kwa namna ambavyo mmeyaishi pia hayo mafanikio, mali zinateketea, mkikaa wewe na mume wako, mlikuwa mnapanga nini zidi ya kupambana na hiyo hali ya mali zenu kuharibika? Kwa sababu vitu matatizo yanavyofuata unakuwa kuna namna unajipanga kwamba anyway vipo nitatafuta tena, au nifanyaje nifanye hichi, yani mlikuwa mnapanga nini wewe na mume wako, kwa sababu mali tayari zinateketea? Kwa sababu alikuwa ni mtu wa hofu, ananiambia hiyo hali yako ujauzito sasa hivi utakuwa na mawazo, utakiwa kufikiria vingi. Yaani kwenye swala la uchumi ukitaka kuongea sasa, mume wangu vitu vinaharibika tufanyaje? Nilikuwa hataki kabisa kushirikiana. Ananiambia mbona vitu vya kawaida naweza nikahimili. Ndio niko na hali ya ujauzito, lakini sio kwamba ni vitu ambavyo labda vitanipa stress sana au nifikirie sana nifike stage kwamba nipate changamoto. Hapana, tunaweza tukadiscuss. Ananiambia hapana, wewe niachie, mimi ndo wa kiume, mimi ndo kichwa wa familia, haya yote yananihusu mimi. Basi yani ukitaka tu kuongea naye kuhusu mambo ya uchumi anakuwa na hasira, yani hataki kabisa. Okay. Ndio. Maana yake kifupi ulimwachia yeye namna ambavyo alipata utajiri na mafanikio yake na michongo yake, uliacha endelee kulinda namna ile ile ambayo pengine yeye aliweza kuipata, si ndio? Ndio hivyo, kwa sababu yani kama mtu kitaka labda kumshauri kwamba sasa hivi uchumi hivi unatetereka, tufanye nini, hataki. Labda basi saa tufikirie ni jinsi gani tunaweza tukavitengeneza hivi ambavyo vimeharibika, hataki. Yani yuko busy na mambo yake, kwa hiyo ikabidi tu nimwachie. Okay. Kwa sababu yeye ndo amejua jinsi gani amepata, yeye ndo alikuwa mpambanaji mkubwa. Hivyo nikaamua tu nimwachie. Okay. Ndio. Mpaka aka give up, akaamua kukuambia ukweli kwamba alifanya makosa 1, 2, 3. Kitu gani kilimkuta hasa mpaka akasema hichi kitu sasa nitaficha mpaka lini, acha niseme? Kitu gani kilimkuta? Nakumbuka kuna usiku mmoja tulikuwa tumelala, nikawa naota kwamba nawaishwa hospitali, mimba yangu tena imeharibika. Uwezi amini, nashtuka nimekuta niko chini, damu zimetapakaa pale kwenye tiles na yeye amekaa ananiangalia. Nikamuuliza tatizo ni nini? Kwa nini yani nimeshukaje kitandani na nilikuwa naota nimeshtuka huko hapa? Anambia subiri kwanza, ukipona nitakwambia. Anambia hapana, niambie sasa hivi shida ni nini? Anambia hapana, nenda kwanza hospitali, ukirudi nitakueleza kila kitu. Nikamwambia sasa yani unanieleza nini, yani kivipi? Yani kwa sababu ndio nimeona kwenye situation nini imekuaje mpaka nafika hapa. Kanambia hapana, subiri kutoka hospitali, tukirudi tutaongea. Kwa hiyo ndio hivyo, nikaenda zangu hospitali. Lakini hospitali kule hata kama akija hivi kuniona, ni shauku yangu kubwa ni kujua sababu ya mimi kuota vile, na kweli nikakuta imetokea. Kaniambia usijali, ukirudi nyumbani yote yatazungumzika. Hivyo kwa hiyo nikasubiri, wakati nimetoka hospitali nikarudi nyumbani. Nikamwambia sasa niko tayari kukusikiliza, naomba unieleze. Akaniambia samahani sana mke wangu, mimba zote kuharibika, zile pesa ambazo tumepata, yani ilikuwa tu ni kwa sababu nilihofia kukupoteza, kwa sababu hizi za kifedha, kwamba maybe labda angekuja mtu mwingine mwenye pesa zaidi yangu, au angekuja mtu mwenye uwezo akakuchukua akaondoka. Kwa hiyo ikabidi tu na mimi nitafute sababu ya wewe kuendelea kuwa na mimi, na sababu kubwa ni nini? Ni pesa. Kwa hiyo ikabidi niende kwa mganga, na masharti ambayo alinipa ni kwamba kila ukibeba ujauzito nitoe kafara. Hivyo. Kwa hiyo kila hapo mtazamaji, ni mkasa ambao nilikwambia awali kwamba utaenda kuelewa namna gani ambavyo dunia ipo kwenye duara ambalo pengine sio rahisi wengi kuelewa ni kitu gani ambacho kipo. Nikukumbushe kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kupitia katika channel hapa, basi hakikisha una subscribe bwana. Usipo subscribe utapishana na mazito zaidi. Unapokea hizo taarifa, ulimtafsiri, yani kabla hujamwambia chochote, kabla hamjajadili chochote, ulimuona ni mwanaume aliyekuwa anakupenda ama anakuchukia kwa namna ambavyo amekutengenezea kidonda na amekukosesha watoto kwa miaka yote hiyo? Yani nilimuona ni mwanaume ambaye alishindwa kufikiria, ni hakuwa na mapenzi ya dhati na mimi, kwa sababu mara zote nilikuwa naambia kwamba Mungu atatenda, na nikawa na imani kwa yule Mungu ambaye namtumikia.
Lakini ile kunikosesha watoto, maneno ambayo nilikuwa nayapata kutoka kwa wazazi, kutoka kwa ndugu kwamba huyu kila kibaba mimba inaharibika, yani kuna zile atakuwa na changamoto za uzazi, yani ile maneno yalikuwa yananipeni. Kwa hiyo ambapo nilisikia kwamba eti nilienda kwa mganga nikaambiwa ukiwa nabeba ujauzito nitoe kafara, yani nilimuona ni muuaji kwa kweli. Yani alinifanyia kitendo cha kinyama, ni kwa sababu hata kile kipindi ambacho nakuwa na huzuni, nalia kwa nini mimba yangu imeharibika, alikuwa yuko karibu, ile pole, usijali, mipango ya Mungu. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu ambaye labda alikuwa ananifikia, ni hakuwa na upendo wa dhati na mimi, kwa sababu hata kile kipindi nalia ni mtu wa karibu, eti pole, ni Mungu amepanga. Afu kumbe sababu anaijua, ni kuna dhewe tu, nilimwona ni mwanaume ambaye hana mapenzi ya dhati na mimi. Okay. Ndio. Yeah. Ilikuumiza kiasi gani baada ya kukupa hizo taarifa mbaya ambazo pengine haziwezi kuzibika pengo lake leo wala kesho? Baada ya kuzisikia zile taarifa nikamwambia sawa, ila naomba niende nyumbani mara moja kwa mama, siwezi kuendelea kubaki hapa, ni natamani niende nyumbani kwa mama nikapumzike kidogo. Akaniambia lakini ni mambo ya familia, tunatakiwa tuyamalize sisi kama sisi. Nikamwambia hapana, wale ni wazazi wangu, ni kuna dhewe tu najua nikifika watanikea, yani watanifanya tu niwe sawa. Akaniambia sawa, kama unataka kwenda nenda basi. Mimi nikatoka zangu nikaenda nyumbani. Mama ananiambia shida, nikamwambia hapana mama, siko sawa, nimekuja tu kupumzika. Unajua hata hivyo hichi kipindi mimba yangu imeharibika, kwa hiyo bado siko sawa. Akaniambia sawa, haina shida. Kwa hiyo nikawa nibaki nyumbani pale, mambo mengine akawa yanaendelea. Okay. Wakati mpaka wewe anakuja kukwambia huo ukweli, mlikuwa mmebaki na mali gani na mlikuwa mmeshapoteza vitu gani? Hizi bodaboda ndio umesema, biashara ndo kama ulivyosema, labda napenda nifahamu, yani mlikuwa mmebaki labda kama nyumba, mlikuwa mmebaki na nyumba ngapi? Kama bodaboda mlikuwa mmebaki na bodaboda ngapi? Kama gari hivyo, yani mlikuwa mmebaki na nini sasa hapa mpaka anakuja kukwambia huo ukweli? Mpaka inafika sehemu ya kuniambia ukweli, tulikuwa tumebaki na hiyo nyumba ambayo tunaishi, na ile biashara tulifunga kwa sababu hivyo, yani wateja hamna, tunapata tu hasara bila sababu. Unashangaa tu yani kwamba pesa ndio zilikuwa, lakini nashangaa kwa nini leo nimeuza sana, lakini hivyo unashangaa hamna faida. Basi ile duka tukafunga, lakini pale nyumbani kwa nje tulikuwa tuna frame. Kwa hiyo tuseme tukawa tumebaki sisi na ile nyumba pamoja na zile frame pale nje ambazo zina watu, kwa sababu nyumba, yani mbele ya nyumba yetu kulikuwa kuna frame za biashara. Kwa hiyo tulikuwa tumebaki sisi, ile nyumba na zile frame pale, ambayo ndio kitu ambacho kwa wakati ule kilikuwa kinatuingizia kipato. Basi okay, ndio sawa. Kuna namna ambavyo ulizungumza kwamba kuna pete sijui ilisaulika na nini, na pete tupitishe hapo namna ambavyo hii pete ilikuwa inatumika, namna ambavyo yani ilikuwaje mpaka ikawa hiyo pete. Kile kipindi ambacho nilirudi hospitali mara ya kwanza kabisa, wakati ananiambia kwamba amepata ile kazi, alirudi na hiyo pete yake na kidani chekundu. Nikamwambia hii pete ni nzuri, umeipata wapi? Akaniambia hapana, ni rafiki yangu tu, maana alikuwa na marafiki zake wengine ambao wamefanikiwa. Akaniambia hii nimepewa zaidi na rafiki yangu. Akaniambia sawa, lakini kwa nini uive kwanza kwenye kidole cha ndoa, na pete yetu ya ndoa iko wapi? Akaniambia usijali kuhusu hilo, ila tu kwa sababu nimeipenda tu, ni nzuri, sio nataka pia uisifie. Akaniambia ni kweli ni nzuri. Akaniambia sawa, kwa hiyo sina shida. Akaniambia sawa, lakini ile pete popote alipo, awe anakula, awe anaoga, awe amelala, pete yake ni yeye na kidole. Nikamwambia kwani tatizo ni nini? Mbona tele ndoa kuna wakati ulikuwa unavua kati, labda unaenda kuoga au uko busy na kazi nyingine, unakuta hujavaa, kwa nini bado uko nayo? Ananiambia hamna, ni mapenzi tu, nimeipenda. Akaniambia sawa, haina shida, kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa sipendi kumfuatilia sana kwenye vitu ambavyo anapenda, yani kama hivyo ambavyo labda anasema, yani kwa kama akiwa ameng'ang'ania kitu chake labda hiki nakipenda ni hicho hicho. Naambia kwani sibadilishi? Naambia hapana, nimekipenda. Kwa hiyo hata vile alivyoniambia kwamba pete yake ameipenda, hata sikuwa labda na mawazo sana, nikasema kwa sababu tu ni kitu ambacho anapenda, ngoja nimwache hivyo. Okay. Ndio. Pete yenu ya ndoa maana yake haikuonekana tangu hapo alipokuja na hiyo pete nyingine alipewa na Zawadi na rafiki yake. Ndio, baada ya hapo yani kimgusia kuhusu pete ya ndoa, anambia yani anaingiza mambo mengi, yani hataki kusikia, kwa sababu baada tu kuvaa ile pete, yani sikuwahi kuiona pete yetu tena ya ndoa, yani ikiwa kwenye kidole chake. Anambia kwa nini uvae? Anambia hapana, hii tu nimependa, kwani ikikapa kuna ubaya? Anambia hamna shida, kwa sababu ni kitu anapenda hivyo. Okay. Wewe uli alivyoisahau, kwa sababu inasemekana kwamba kuna namna alisahau. Alivyoisahau wewe ulifanya nini mpaka ikaonekana kama
kuna namna wewe ndio chanzo. Ile pete yake nakumbuka hiyo siku alikuwa anawahi kwao kwenye biashara zake asubuhi. Akawa ameisahau pale. Nikasema sio mbaya kwa sababu ameisahau, nikivaa itakuwa na usalama zaidi. Kwa hiyo nikachukua, nikawa nimeivaa. Huwezi amini akarudi akaniambia, "Je, hiyo pete toka lini nilikupa ruhusa ya kuivaa?" Nikamwambia, "Kwani kuna ubaya?" Akaniambia, "Hamna, ile ndio pete yangu." Yaani hakuwa na ile mood ya kawaida. Yaani alikuja na hasira, ni amekasirika kwa nini nimevaa pete yake. Nikamwambia sawa, haina shida. Basi nikavua, nikampa pete yake, akaondoka. Akaniambia, yaani katika kitu ambacho sijapenda kabisa kufanya, ni kwa nini umevaa hii pete? Nikamwambia kwani na ubaya gani? Si umesema pale na rafiki yako. Kwani mimi nikivaa pia kuna ubaya? Akaniambia sawa, kama umeona ni kawaida. Huyo akarudi zake akaondoka. Okay. Maana yake alinyang'anya. Hamna, nilimvua nikampa, nikamwambia sawa, chukua pete yako. Akachukua, akaondoka zake. Okay. Ndio. Sawa. Mali zimeshateketea. Mmefilisika kama hivyo na mlikuwa na maisha mazuri sana. Mmepoteza vitu vyote ambavyo mmepoteza. Baada ya kuondoka, maana yake kusema unaenda kwa wazazi wako, maana yako ilikuwa ni kumwacha au maana yako ulikuwa unataka refresh tu akili and then utarudi muje mwanze upya? Maana yako ilikuwa ni ipi ya kuondoka kwenye maisha yake au pale ambapo kwenu? Yaani kama aliweza kutoa kafara damu yake, mimi nibaki kwa nini? Yaani kile ukichukulia mimi ambazo zimeharibika, matatizo ambayo tumepitia. Sasa kama vyote hivyo ameweza, kwa nini asishindwe kwangu? Kwa nikaona tu kwa usalama wangu, na kwa sababu sio kwamba nilienda kwake kwa sababu ya pesa. Pesa zilikuja baada ya mimi kuwa naye. Nikaona haina sababu sana ya kuendelea kuwa naye. Kwa hiyo nikaamua zangu tu kurudi nyumbani kwenda kupumzika na kutafuta mambo mengine ambayo naweza nikafanya nimwache na maisha yake. Okay. Ndio. Wewe uliondoka maana yake kwa maana ya haumtaki tena kwenye maisha yako au itakuwaje? Kwa sababu uliolewa, wewe mke wa mtu bwana, wewe Mkristo. Ni kweli, yani ndio nimeondoka kwake, lakini ndoa ndio hivyo ya kanisani. Yani sio kwamba labda huku ni yani kwa sababu nimeondoka kwa wazazi kwamba labda nitatafuta mtu mwingine labda niolewe, hapana. Yani lakini tu ndio hivyo, yani sitaki kuwa karibu naye tena. Yani sawa ndio ni mke na mume, yani ukiongea kuhusu ndoa kweli mimi ni mke wa ndoa na yeye ni mume wa ndoa, lakini kuwa karibu naye hapana, yani hivyo. Okay. Ndio. Akikufuata leo akasema nisamehe na haya yote yaliyotokea, ni maisha ambayo pengine alinisukuma nikafanya vile, aidha nilishawishiwa, aidha hivyo, sababu tunajifunza kulingana na makosa. Akakwambia tuendeleze maisha mengine. Kama mwanamke ambaye upo imara na unatarajia kuja kuwa na maisha wewe na mume wako, utasamehe kwa namna gani? Yani kusamehe, wanasema kwamba tunasamehe ili na sisi tusamehewe. Kusamehewa lazima apate msamaha, na kama kutaka kurudi tuishi wote kama zamani, lazima awe mtu ambaye ananishirikisha kila kitu, kwa sababu mara kwanza alifanya maamuzi mwenyewe bila kunishirikisha, yakatokea matatizo, abortion kila wakati, nyumba inatoka. Yani natamani yani akirudi awe ni mtu ambaye kila kitu anaweka wazi, asiwe ni mtu wa kunificha kama mwanzo, kwa sababu the alinificha mwanzo, akakosa ushauri kutoka kwangu maana mimi ndio nilikuwa mke wake. Yani hivyo, yani akirudi awe ni mtu ambaye yuko wazi. Ndio. Okay. Kwa lugha hiyo. Ndio, niko tayari. Sisi umsamehe tu mpaka kwenda kuombe msamaha yeye? Hapana, aje. Kwa sababu kama naipe maana yake kwa tafsiri unataka na wazazi wajue kwamba yalikuwa yanaendelea ndio haya au ndo nini sasa? Maana yake hapo tayari unatoa ndani unapeleka nje, si ndo maana yake? Hapana, kuna wakati tu inabidi ifike stage yani kila kitu kiwe wazi, kwa sababu hata mimi nikiwa nyumbani naulizwa mbona urudi kwa mume wako, shida ni nini? Haja atubu makosa yake. Okay. Ndio. Lakini kama namsamehe brother, kama unamsikiliza popote pale, nadhani unaweza kuwa na namna yote ile ya kujisogeza karibu. Ni bado mzuri na ni mtu ambaye nadhani bado anafaa kuwa mke, na nadhani hajapanic kama anapanic wengine, kwa sababu angekuwa mtu mwingine angeshakuzungumzia mengi sana mabaya. Wanawake mmekuwa ni watu ambao mnapenda mafanikio mazuri, I mean maisha mazuri, especially ya ndoa. Lakini mara nyingi wanaume wanapokuwa wamefanya mambo mabaya ili watengeneze maisha mazuri ya kwenye ndoa, mnawatafsiri kama ni watu ambao sio wema kwenye maisha yenu. Unahisi mwanaume ili awe mwema kwenye maisha yako inabidi awaje ikiwa wewe unataka mafanikio makubwa?
Yaani mimi natamani kupata mwanaume ambaye anajua nafasi yake, kwamba yeye ni mwanaume anatakiwa apambane, kwa sababu wanasema kwamba hata huyo alipambana lakini sio kitu ambacho amefanya. Yaani amejisacrifice kupitiliza. Yaani ndio mafanikio sio lazima yaje haraka, mdogo mdogo ndio mwendo. Kwa hiyo ni ile sawa awe mpambanaji awe mtafutaji, mdogo mdogo tunasogea hivyo. Okay. Ndio. Sawa. Umeongea vitu vingi, lakini pia umeshauri vitu vingi, lakini pia mtazamaji amejifunza vitu vingi sana. Unahisi kwenye hayo masharti, kwenye vitu vyote ambavyo alikuwa amepewa shemeji yetu ama kaka yetu, unahisi sharti gani ambalo pengine lilimfelisha mpaka nyie mkafilisika? Ni kitu gani ambacho kilimfelisha? Labda ni ile kuvua pete kuisahau na mimi kuivaa. Labda katika masharti yake huko alikopewa masharti, labda kwa sababu hata ile pete ya ndoa aliacha kabisa kuvaa. Labda kuna the way, yani walikuwa wameunganishwa, yani kwamba yeye na hizo nguvu za kishirikina. Kwa hiyo mimi ile kuchukua kuvaa ni kama vile nimeingilia yale mahusiano ambayo yalikuwa kati yake yeye na hiyo pete yake na yale makubaliano ambayo yalikuwa wameweka huko. Okay. Ndio. Tunashukuru sana kwa wale wote ambao umetuambia, lakini pia tutazidi kuona kama atakuja kuomba msamaha nini, utatupa story kwamba imekuaje na ametubu nini kwa uchache. Ni kweli. Nashukuru sana. Asante. Mtazamaji, hii ni dunia ambayo pengine sio rahisi kuelewa namna gani inaendelea, lakini mpaka usimuliwe ama uambiwe. Kwa wewe ambaye hujasubscribe, I hope utakuwa umepishana na mambo mengi sana, lakini nakupenda na nikutakie wakati mwema.